Ndugu wanahabari, kwanza tunawakaribisheni kwenye mkutano wetu huu, na kama vijana tumeandaa press hii na tutakuwa tunashughulika hususan kwenye bajeti ya Zanzibar ya 2021-22 na mwelekeo wa uchumi wa hali ya uchumi na mpango wa maendeleo wa 2021-22. Ndugu wanahabari, awali ya yote hatuna budi kumshukuru Muumba kwa dhati na upendo wake kwa kutujalia neema inayotufanya sisi na nyinyi bado tuendelee katika gurudumu la harakati ya ujenzi wa nchi yetu, nchi ambayo tungependa kuishi. Pili, ni washukuru nyinyi kwa kusikia wito wetu na mkatuitika. Tambueni ya kwamba sisi na nyinyi kwa mashirikiano yetu ndiyo yatayotuwezesha kuijenga nchi yetu tunayoitaka. Ndugu wanahabari, itakumbukwa mnamo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2021 serikali ya umoja wa kitaifa kupitia wizara yake ya fedha iliwasilisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Baada ya kusikiliza michango ya wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na kuchambua kwa uyakinifu, licha ya nukta kadhaa zenye kuonyesha matumaini kwa vijana na nchi yetu, tunapoiunganisha bajeti hii na bajeti zingine zilizowahi kupita, kwamba tumegundua tunachokiona kuna jambo la business as usual. Yaani ngome ya vijana imesikitishwa na hatuoni kama kuna jipya na jambo kubwa sana ambalo linaweza likajenga matumaini kwa nchi hii na hususan kwa vijana wa nchi hii. Mambo ni yale yale na njia ni zile zile. Tunasema haya kwani maeneo yenye mapungufu ambayo hatuoni mkakati wa maana sana wa kuyarekebisha yamekuwa mengi zaidi ya vile vitu vichache ambavyo vimegeweza kujenga matumaini katika bajeti hiyo. Hivyo basi, ndugu wanahabari, mkutano wetu huu pamoja na mambo mengine utajikita zaidi katika kuangalia kwa kiasi gani bajeti imeagusa matarajio ya vijana katika maeneo ya vipaumbele vyao, likiwemo suala la ajira na upatikanaji wa fursa zingine ambazo vijana wangependa kuiona kwenye bajeti hii. Ndugu wanahabari, labda kwanza tuitazame picha halisi ya bajeti yenyewe. Kwa ujumla, kwa mujibu wa bajeti ya fedha ya mwaka 2021 na mwaka 2022, serikali ya Zanzibar inatarajia kukusanya jumla ya Tanzania shilingi bilioni 1845.6. Jumla ya Tanzania shilingi hizo bilioni 1214.9 vyanzo vya ndani, bilioni 303.0 zitatokana na washirika wa maendeleo, bilioni 312 mikopo ya ndani na nje ya nchi, bilioni 15.7 itatokana na mapato ya halmashauri. Kwa maana hiyo, serikali inatarajia kutumia bilioni 1845.6 ya fedha zilizokusanywa, bilioni 947.1 ni matumizi ya kazi za kawaida, bilioni 882.8 ni kwa ajili ya kazi za maendeleo, bilioni 15.7 ni kwa ajili ya mamlaka ya serikali
serikali za mitaa. Ndugu wanahabari, katika eneo hili tumeona yapo mapungufu kadhaa. Eneo la ukusanyaji, katika eneo la ukusanyaji na eneo la matumizi, kwa maana ya kwamba katika makusanyo hayo ambayo serikali inatarajia kuyafanya, tunaona kuna mapungufu katika eneo lenyewe la ukusanyaji, lakini pia kuna mapungufu katika eneo la matumizi. Tukiangalia katika eneo la ukusanyaji, mapungufu yanaonekana katika nukta kadhaa. Moja, kutokuwepo kwa mfumo wa ukusanyaji kodi, kuwepo kwa mfumo wa ukusanyaji kodi uliopitiwa na wakati. Hadi leo hii serikali inakusanya mapato kwa mifumo ya kale, mifumo ambayo inapelekea upoteaji wa fedha na hakuna uhakika wa udhibiti katika ukusanyaji wenyewe. Jambo la pili, ukusanyaji, hakuna ubunifu katika ukusanyaji na uanzishwaji wa vyanzo vipya vya mapato kwa serikali ya Zanzibar. Vyanzo ni vile vile na njia ni zile zile. Usitarajie kama utaweza kupata result zingine zaidi ya result zile zile. Serikali kutojiamini. Tumegundua pia serikali yetu haijiamini kwenye suala la ukusanyaji wa mapato, hususan yanapokuja sosi zinazohusiana na mambo ya muungano. Utaikuta serikali inaingia huku. Mathalan, kwenye kitabu hichi kinaelezwa miongoni mwa njia za mapato ni mfuko wa pamoja wa fedha ambao unajumuisha serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Tanzania. Lakini kwa miaka nenda miaka rudi tumekuwa tukilalamikia suala la mfuko wa pamoja, fedha za pamoja kutumika kwenye upande mmoja wa muungano, lakini upande wa Zanzibar fedha hizo hazionekani. Tuje katika eneo la matumizi. Kuna matumizi holela. Jambo la kwanza, tatizo tuliloliona, kuna matumizi holela. Kuna matumizi holela yasiyokuwa na mrejesho wa hesabu zinazotali kwa mujibu wa ripoti ya kali iliyowasilishwa ya mwaka huu. Serikali kuna matumizi kadhaa ambayo yanafanyika, lakini matumizi hayo hesabu zake zinapokuja haziakisi wala hazilingani na yale matumizi ambayo yaliyofanyika. Pia wizi wa fedha umekuwa mkubwa. Hicho kinachokusanya, kuna wizi mkubwa wa fedha ambao unaofanywa katika serikali. Fedha hizo zinatumika kiholela, lakini pia zikishaibiwa hatuoni initiative yoyote ambayo serikali inafanya kuzirejesha fedha hizo. Ndugu wanahabari, nyinyi ni mashahidi wazuri. Itakumbukwa katika ripoti ya CAG ilielezwa wazi maeneo ambayo fedha hazionekani matumizi yake kiuhalisia na hazijulikani zilipokwenda, bali ni wizi mtupu ambao ulikuwa umefanyika. Hatua ya kuvunja bodi ambazo zimeundwa haitoshi. Ni lazima serikali ichukue hatua kadhaa. Yaani tumeona baada ya rais kujiridhisha kwamba kuna wizi umefanyika katika sehemu tofauti tofauti, zikiwano bodi za ZRB na zingine zimevunjwa, lakini hairudi tukaona kwamba kuna hatua madhubuti iliyokuwa imechukuliwa ya wale ambao waliiba hizo fedha. Kwa maana ya kwamba tunaona bado ni business as usual, kuna muhali, kuna kuoneana aibu na kufichiana. Hili jambo kwa kweli serikali inajirejesha nyuma yenyewe na inapelekea maendeleo ya wananchi wanaoyatarajia yasionekane, lakini pia wananchi wakawa hawaoni haja ya kujihimiza kulipa kodi, kwani kodi hizo wanazozilipa hazijulikani wapi zinapoelekea. Ndugu wanahabari, bajeti inaonyesha uwepo wa fungu kubwa la matumizi ya kawaida kuliko fungu la miradi ya maendeleo. Kwa mujibu wa bajeti hii ambayo ilikuwa imewasilishwa, kama tulivyoainisha hapo kabla,
kwamba shilingi bilioni 947.1 zitatumika kwenye matumizi ya kawaida. Matumizi ya kawaida yakiwemo masuala ya kulipwa mishahara, kuna masuala ya posho za vikao, matumizi ya ofisi za serikali. Haya ni matumizi ya kawaida. Lakini fungu la maendeleo, la miradi ya maendeleo ambayo sote tungekuwa tunafikwa na miradi hiyo, limetengwa fungu la bilioni 882.8. Hili ni jambo ambalo hatuwezi kuona zile impact ambazo tunataka kuziona katika bajeti hii. Hivyo katika eneo hili ni lazima serikali ijielekeze kwenye suala la miradi ya maendeleo. Kunatakiwa liende fungu kubwa kuliko kwenye suala la matumizi ya kawaida ya ofisi. Hivyo basi, kama miongoni mwa matumizi ya kawaida hayo yanayofanyika na serikali inahusisha masuala maposho na mishahara, hii inaashiria wazi kuwa serikali ina mzigo mkubwa wa wafanyakazi wengi ambao hawadeliver majukumu yao. Nafasi moja ambayo ingeweza kufanywa kazi na mtu mmoja, unaweza kukuta kuna watu watatu ambao wanafanya kazi kwenye nafasi hiyo. Delivery haipatikani, mishahara inakuwa mingi, na ile impact ambayo tungeitarajia kwenye jamii yetu haiwezi kuonekana. Katika eneo hili, ngome ya vijana ACT Wazalendo inashauri ya kwamba ni lazima serikali ifanye uhakiki wa wafanyakazi wake. Ifanye uhakiki kwenye suala la uwezo na utendaji wao, lakini ifanye uhakiki na kuna possibility ya kuwepo wafanyakazi hewa wengi sana. Tutakumbuka huko mwanzo kwenye serikali iliyopita kulikuwa kuna uajiri wa holela. Watu wanaajiriana kwa kujuana, kwa misingi ya ujamaa, ya kujuana udugu. Kuna misingi ya kichama ambayo iliikosi serikali na kuibebesha wananchi mzigo mzito ambao hawastahili kubeba. Ndugu wanahabari, kuna maeneo kadhaa ambayo yameainishwa katika kitabu hichi na yanagusa vijana moja kwa moja. Kwa mfano, namba 1 ni mwenendo wa hali ya uchumi wa Zanzibar. Katika kitabu hichi cha mwenendo wa hali ya uchumi imeelezwa ya kwamba uchumi wa Afrika umeporomoka, lakini uchumi wa nchi 11 za Afrika ikiwemo Zanzibar, uchumi wake umeendelea kuwa stable na kuendelea kukua. Kwa mujibu wa kitabu hichi inaelezwa ya kwamba uchumi wa Afrika umeporomoka kutoka ukuaji wa wastani wa 3.3 mwaka 2019 na mwaka 2020 ulifikia 2.1. Hata hivyo, kuna nchi 11 ikiwemo Zanzibar uchumi wao umekua. Katika suala la kukua kwa uchumi, kuna fakta nyingi sana lazima tuziangalie ili tuweze kupata uhalisia, tuweze kujiridhisha kweli uchumi wetu unakuwa ama unakuwa kwenye makaratasi na statistics ambazo hazionekani kwenye jamii. Uchumi kukua ama kupanda, kuna fakta kadhaa lazima tuzitazame. Swala la kipato cha mwananchi wa kawaida, je, limeongezeka? Na ikiongezeka iwe inaongezeka kiuhalisia. Swala la pato la taifa, kuna swala la masoko ya hisa, kuna deni la taifa, kuna kiwango cha mauzo ya ndani na nje ya nchi, import and export rate, kuna swala la currency, pesa ya nchi, thamani yake inakuwa kwa kiasi gani ama inaporomoka. Ukivitizama fakta hizi na zinginezo hazionyeshi kama uchumi wetu unakuwa. Hii ni ishara ya kwamba uchumi unakuwa kisiasa, na mambo haya hayatusaidii kabisa. Turudi tubaki kwenye fact. Tusilazimishe grafu ipande wakati haipandi. Ni lazima serikali ije na uhalisia wa jambo hili. Kama uchumi unakuwa, tunataka kuona uhalisia, lakini leo hii katika eneo hili ngome ya vijana inapatwa na ukakasi mkubwa. Ni uchumi gani ulioshuhudiwa kukua huku wananchi wake wakiwa wanaendelea kusafu na dhiki za maisha, wakiwa hawajui leo watakula nini wala kesho watamka vipi?
Ni wazi kuwa nchi inakuwa, uchumi wetu unakuwa katika statistics za kupikwa, na hizi katu haiwezi kutusaidia. Ukosefu wa ajira umeongezeka na dhiki za wananchi zimeongezeka. Katika eneo hili, Ngome ya Vijana inashauri ni vyema serikali ikitambua ya kwamba wananchi wake sio vizondo wala sio vilaza. Wanaelewa hali halisi iliyo, kwa sababu wao ndio wenye nchi wanaoyaishi hayo maisha yaliyoko chini. Pili, kumeshuhudiwa mfumuko wa bei ukiwa mkubwa sana. Kwa mujibu wa bajeti hii imeelekezwa kwamba kwa mujibu wa hotuba hii inaeleza ya kwamba kuna utulivu wa mfumuko wa bei za bidhaa. Ukweli wa jambo hili ni kwamba mfumuko wa bei umekuwa mkubwa tokea serikali hii iingie madarakani. Mathalan, dumu la mafuta ya kula ya kawaida ya mnamo mwezi wa Januari, dumu la mafuta ya lita 10 lilipanda kutoka wastani wa shilingi 40,000 hadi kufikia shilingi 68,000. Halikadhalika mafuta ya sunflower ya lita 10 yalipanda kutoka 25,000 mpaka kufikia 32,000. Mchele wa basmati wa kilo 25 ulipanda kutoka shilingi 49,000 za Kitanzania na kufikia 56,000. Na hali hii ya bidhaa hizi inaendelea kushuhudiwa sokoni. Kwa hiyo mfumuko wa bei umekuwa mkubwa sana, na bajeti bado haijaelekeza kwa namna gani itadhibiti mfumuko wa bei na pia kuushusha mfumuko huo usiweze kumwathiri mwananchi wa chini. Tatu, ndugu wanahabari, swala la ajira ni very critical issue katika nchi yetu. Hii ndio eneo ambalo vijana walitarajia kuliona likiwa na uchambuzi wa kina katika bajeti hii. Ukipitia katika kitabu kwamba programu ya vijana ya ajira kwa vijana inatarajia kutumia bilioni 7.0. Serikali imepanga kwenye mwelekeo wa uchumi, ana mpango wa maendeleo. Imeelekeza kwamba serikali imetenga shilingi bilioni 7 kwenye kulijenga soko la ajira la vijana. Lakini kwa kusikitishwa, inaelezwa kwamba pesa hizo zitaelekezwa kwenye masuala ya uvuvi, kwenye masuala ya biashara na mambo mengine. Lakini pesa hizo zitapitia kwenye baraza la vijana. Baraza ambalo limejengwa na usura wa UVCCM. Yaani imechukuliwa UVCCM kutoka kwenye chama ikawekwa kwenye baraza. Na jambo hili tulilipigia kelele mapema sana kwenye wakati wa uchaguzi. Ngome ya Vijana ikamwandikia waziri wa habari na maendeleo ya vijana kumtahadharisha juu ya namna ambavyo chombo cha kitaifa kinapelekwa kisiasa na kutiwa sura ya siasa. Barua hizo waziri huyu alizipuuza na hakuona haja ya kuzijibu. Lakini hatukushangaa sana, kwa sababu waziri huyu alikuwa na dhamana hiyo ndiye makamu mwenyekiti wa UVCCM kwa hapa Zanzibar. Kwa hiyo hatukutarajia, lakini tulitekeleza wajibu wetu. Ngome ya Vijana hatuoni haja ya pesa zetu wananchi kuchukuliwa na kwenda kupelekwa kwenye taasisi iliyovalishwa sura ya kichama. Tunataka fedha za maendeleo ya vijana yaende kwa vijana wote. Na vijana wa nchi hii hakuna sehemu ya kuweza kuwalazimisha waendelee kuwa katika branchi ya chama fulani. Vijana wa vyama vyote wana haki, na vijana wa vyama wote ni lazima tuwa treat equally ili kuiona nchi yetu inasonga mbele kwenye area hiyo. Kwa mujibu wa kitabu hichi, imeelezwa ya kwamba mwaka 2019 kiasi cha ajira 62,804 zilizalishwa, zikiwemo ajira za kuajiriwa serikalini na ajira binafsi. Mwaka 2020 ajira
6,700, ajira 67,095 zilipatikana. Uchunguzi wa kutosha tumejiridhisha ya kwamba ajira hizi nyingi sana zilielekezwa kwenye eneo la vikosi, ambapo kwenye eneo la vikosi huko watu waliajiriwa kwa misingi ya kichama na kwa lengo la kukidhi haja ya vijana watakaoweza kuisapoti CCM kwenye uchaguzi wa 2020. Hizi takwimu kwa kweli zinatakiwa kufanywa kazi. Serikali katika eneo hili haijafanya jukumu lake. Kwenye eneo la ajira, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar haijafanya jukumu lake. Katika eneo hili ajira, serikali haijafanya wajibu wake, kwa sababu wajibu wa serikali ni kuandaa mazingira rafiki ya vijana kujiajiri wenyewe. Tunaona ya wazi kwamba serikali imeshindwa kuandaa mazingira mapya ya vijana kujiajiri. Nature ya uchumi wa visiwa duniani kote unategemea suala la biashara, na Zanzibar ni kituo cha biashara. Vijana wa Zanzibar nature yao ni wafanya biashara, lakini serikali imeshindwa kuona position ya Zanzibar iliyopo kimkakati na wakaweza kuikuza biashara ya ndani na biashara ya nje. Hata wale vijana wanaojiajiri wenyewe, ukipita darajani utakuta kuna utembezi wa vikosi vya SMZ vikiwazuia vijana wasiweze kujiajiri. Vijana wanapokonywa biashara zao na kupigwa na vikosi hivyo, kama kwamba vikosi vile darajani ni sehemu ya kambi yao. Tunaiomba serikali katika eneo hili ni lazima itenge eneo madhubuti la wale vijana kuweza kufanya biashara, na itenge eneo madhubuti la mji wa kiserikali, na mji wa serikali hauwezi kuendelea tena kuwepo katika eneo la mjini. Utengenezwe maeneo mengine ili mjini vijana waweze kufanya biashara zao. Ukenda duniani kote, ukenda Beijing ni mji wa biashara, ni mji wa kiserikali, lakini Hong Kong ni mji wa biashara wa China. Ukenda Dar es Salaam ni mji wa biashara, Dodoma imekuwa ni mji wa kiserikali. Ukenda na sehemu zingine nyingi wanatofautisha, kama South Africa, Johannesburg ni mji wa biashara na Pretoria ni mji wa kiserikali. Kwa hiyo serikali ya Zanzibar ipo haja ya kuhama katika maeneo ya mjini na wende wakatengeneze eneo jingine la kiserikali. Na katika eneo hili ili vijana wamekuwa wakiondoshwa mara nyingi wakapelekwa sehemu zingine, lakini huko anakopelekwa hakuna mazingira rafiki ya wao kufanya biashara zao. Unfortunately wanakwenda siku 2, siku ya 3 wanarudi mjini, kwa sababu ndiko ambako biashara zinafanyika. Tunaishauri serikali katika eneo hili, kuna eneo la Bwawani ambalo halijajazwa mpaka leo. Hebu serikali ione haja ya kulijaza eneo lile na kuweza kuwapa vijana ili waweze kufanya shughuli zao za kimaendeleo. Watafanya biashara pale na wajenge kituo cha daladala kilipo karibu na wao, ili waweze kupunguza suala la tatizo la ajira katika nchi yetu. Tuna maeneo hatujayatumia, na hiyo inapelekea kutokubuni sehemu na sosi za vijana kujiajiri. Hilo ni eneo moja katika maeneo mingi sana ambayo serikali wanapaswa kuliangalia. Ndugu wanahabari, ukiacha biashara, kuna wimbi la uhamiaji wengi sana Zanzibar. Watu wamekuwa wakihamia kiholela Zanzibar. Watu ambao wanatoka, wengi wao kutoka nchi za jirani ikiwemo Tanganyika, Kenya, Uganda, Malawi na baadhi ya watu kutoka South Africa. Wanapokuja Zanzibar huja kwa ajili ya kutafuta ajira. Jambo ambalo linalotusikitisha, la kushangaza, nafasi za Wazanzibari ambazo wangeweza kuajiriwa Wazanzibari wenyewe, wanatoka wageni na kuja kuchukua nafasi hizo. Ukienda katika eneo la utalii utawakuta wale general manager wengi ni watu kutoka South Africa, Kenya na Uganda. Lakini wafanyakazi wadogo wengi
utawakuta ni watu kutoka Tanzania bara. Hatukatazi, lakini katika nchi yoyote duniani raia namba moja ni yule ambaye ni mzawa wa nchi hile. Eneo la tourism, utalii, si katika mambo ya muungano. Serikali haijaona haja ya kuandaa mkakati wa kuwafeva vijana ambao kila uchao wana graduate kutoka katika vyuo vyetu na hawana ajira, hawana jambo la kufanya katika mitaa yetu. Serikali inalalamika, vijana wanalalamika, lakini mkakati wa nini kifanyike bado haujakuwepo. Sisi tunashauri ngome ya vijana ni lazima tuandae program maalum ya kuwatambua wazawa na wageni. Ni lazima tuandae program maalum ya kuwafeva na kuwapa priority wenyeji wa nchi hii, na wale ambao wamekuja badala yao wataweza kupata nafasi yao kwa mujibu wa stake, national stake ambayo tutakuwa tuko nayo. When vision hii ya pai ambayo tulionayo, ni lazima wenyeji wa visiwa hivi waweze kupewa kipaumbele. Ukenda maeneo kadhaa ya miji yetu utayaona. Nenda hospitali ya Mnazi Mmoja, walizi waliopo pale vijana wengi kutoka Tanganyika. Ukenda kwenye mahoteli, vijana wengi wanaofanya kazi ni kutoka Tanganyika na sehemu zingine. Haya ni mambo ambayo serikali wanatakiwa kuyaangalia. Kwenye muungano tutashirikiana kwenye asset na zile element katika sekta ambazo zinahusiana na muungano. Mambo ambayo si ya muungano, Wazanzibari ni lazima waenjoy katika nchi yao na wawe wana priority kwenye jambo hilo. Ndugu wanahabari, bajeti inaelekeza kwamba sekta ya ajira imekuwa kwa 5.2 kwa mwaka 2020 kutoka 10.6 ya mwaka 2019. Mwaka 2019 ajira ilikuwa kwa 10.6, lakini mwaka 2020 imeshuka kuja wastani wa 5.2. Hii ni kiashirio kwamba soko la ajira katika nchi yetu linashuka, na bado serikali hawajaona haja ya kulikidhi kwenye eneo hili. Of course tunajua kuna masuala ya corona ambayo yameathiri dunia nzima, lakini mkakati ulikuwa wapi? Leo hii corona inaelekea duniani, watu wanapambana na inaelekea kuishi, na nchini kwetu hakuna corona kwenye ajira zao. Hili jambo halipo. Ni jambo ambalo linapelekea vijana wengi sasa, hata wale wa Zanzibari waliokuwa kwenye masuala ya utalii na kujishughulisha na mambo ya vinyago na vitu vingine, wapo mtaani hawana kazi za kufanya. Kwa hiyo basi, kwenye eneo hili sisi tunashauri ya kwamba serikali ni lazima iwe na somo kwenye hili lilotokea, ili mara nyingine itakapokuwa imetokea hali kama hii hapa ya corona na vitu vingine, waone namna gani ya kuwasupport vijana wao, hususan kwenye biashara zao na mambo yao binafsi ambayo wanayafanya. Ndugu wanahabari, kuna sekta ya usafirishaji pia imeguswa kwenye bajeti hii. Kwa maana ya kwamba sekta hii bado sisi tunaiona haijafanya vyema. Kuna tatizo la usafiri baina ya Unguja na Pemba. Leo hii wasafiri wa visiwa hivi wanaotoka Pemba kuja huku hawana uhakika na usafiri wao. Serikali iliamua kununua meli ya Mapinduzi 2. Meli hii haijulikani mpaka leo iko wapi. Meli mpya haifanyi kazi. Ngome ya vijana pia hatujaona kwenye bajeti hii namna ya kulistrengthen eneo hili la usafiri, hususan wa Unguja na Pemba. Tunashauri kwa meli iliyonunuliwa ambayo haifanyi kazi leo hii, lazima kuwepo na tume ambayo itakuja na taarifa, na waliohusika kuiua ama kula fedha ama kula njama ni lazima wachukuliwe hatua madhubuti. Serikali isijielekeze kununua meli nyingine wakati tuna meli hapa tumenunua juzi haifanyi kazi. Imeelekezwa ya kwamba katika bajeti hii kwenye sekta ya uvuvi, serikali inapanga kununua meli 4 kwa masuala ya uvuvi.
kwa ajili ya kustrengthen uchumi wa blue. Lakini kuna mambo ambayo yanashangaza hapa. Moja, tuna meli ambayo tumeinunua hatuitumii. Tunataka kwenda kununua nyingine. Za nini? Kama ifanyi kazi situuze ili serikali ipate fedha na kufidia kwenye eneo jingine. Lakini pia tunaenda kununua, umeelezwa humu uchumi wa blue katika utekelezaji wake. Inashangaza sana. Leo hii uchumi wa blue unategemea zaidi kwenye sekta ya bahari. Lakini bahari kuu si katika eneo la Zanzibar. Ni eneo la Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo hizo meli zitakazokwenda kuvuliwa katika hiyo bahari kuu ni uvuvi ambao utategemea kwa ile ridhaa inayotokana na serikali ya muungano. Kwa hiyo tuna sekta ambazo sisi wenyewe ni zetu. Mungu katubariki sisi. Lakini tumezichukua tukazipeleka sehemu nyingine, tukazidampo huku, tunufaishi. Leo tunabaki tunazililia. Ndugu wanahabari, pia katika bajeti hii imeelekezwa suala la afya. Afya ndio msingi wa maendeleo ndani ya nchi. Watu lazima wawe na afya ili nchi iweze kusonga. Kwa mujibu wa taarifa zilizoelezwa kwenye bajeti hii, inaelezwa ya kwamba mnamo mwaka 2019 Wazanzibari waliokwenda hospitalini, waliotibiwa, waliolazwa na waliorejea majumbani walikuwa ni 1,934,419. Vivyo hivyo ikaonyesha grafu imeshuka kidogo. Mwaka 2020 watu waliolazwa na kutibiwa, waliokwenda vituoni wakatibiwa wakalazwa na kurudi kwao walifikia 1,849,716. Hii inatoa implication gani? Kama sensa ya mwaka 2012 ilionyesha kwamba wastani wa watu wa Zanzibar ni 1,500,000. Lakini leo hii watu wanaokwenda matibabuni hapa ndani kutibiwa halafu wakarudi nyumbani wanafikia 1,109,000. It means kwamba wananchi wote ndani ya nchi ni wagonjwa. Moja. Lakini jambo la pili inaashiria nini? Kwamba matibabu wanaokwenda kutibiwa hawatibiki. Kwa hiyo serikali inatibu leo, kesho inarudi. Inatibu leo, kesho mtu anarudi. Hii ni kiashirio cha kwamba matibabu yetu ni mabovu. Katika eneo hili hatuoni hasa mkakati ambao serikali imepanga kufanya. Sisi Ngome ya Vijana tunashauri Zanzibar tuna madokta bingwa wanaofanya kazi nje ya nchi wengi sana. Why tusione sababu ya kuwaita nyumbani? Tukaona tuna negotiate vipi nao wakaweza kuja kusavu katika nchi yao. Hakuna asiyependa nchi yake. Hakuna asiyependa watu wake. Lakini mkakati wa namna ya kuwarejesha nyumbani ndio unakosekana. Hii inapelekea tuna matibabu mabovu na watu hawatibiki na ugonjwa umeongezeka kila uchao. Pili, tunashauri Ngome ya Vijana inashauri serikali katika eneo hili ya kwamba ni lazima tuangalie mifumo ya vyakula vyetu. Kuna rumors nyingi sana huko mitaani kwamba vyakula tunavyokula ni vibovu. Na hii inapelekea afya zetu zinakuwa mbovu. Kuna ongezeko la magonjwa ya sukari, kuna ongezeko la magonjwa ya pressure na vitu vingine ambavyo vinatokana na mifumo ya vyakula vyetu. Bado serikali hawajafanya kazi yao katika eneo hili. Vyakula ni lazima tume iliyowekwa kwa ajili ya kuratibu na kuangalia hivyo vyakula tunavyokula ni lazima iekewe mkakati wa kufanya kazi ipasavyo. Huenda wanapima lakini hawana vifaa vya kiteknolojia ya kilele katika kupima vyakula hivyo. Wanatoa result kwamba vyakula ni safi, kumbe result zinaonyesha kwamba vyakula tunavyokula ni vibovu. Ndugu wanahabari, pia kuna sekta ya viwanda. Katika eneo hili vijana sisi tulitarajia sekta ya viwanda serikali ione nafasi na mkakati wa kuifufua. Sekta ya viwanda ni nyeti katika nchi yoyote duniani kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi na kwa ajili ya kukuza ajira za wananchi, hususani vijana wa nchi. Lakini imeelezwa wazi katika bajeti hii kuna matatizo kadhaa
hususan yanayotokana na mambo ya muungano. Swala la kutozwa vati mara mbili kwa bidhaa zinazotoka Zanzibar, kero. Swala la kuvizuia product zinazotoka katika Zanzibar kwenda katika mainland ni kero. Na hii duniani kote mnapokuwa mnafanya muungano, ni lazima soko dogo linakuwa linanufaika na soko kubwa. Leo hii wananchi wengi ambao tungetegemea bidhaa za Zanzibar zikiwa nazo zina flow kuingia kule, lakini unfortunately ni bidhaa za upande mmoja zina flow kuingia upande wa pili. Hii implication yake ni nini? Huwezi kukuta kiwanda kinakuwa kama hakina soko madhubuti. Na soko linategemea uwepo, wakati mwingine linakuja kwa season, wakati mwingine linakwenda kulinganisha na uchumi wa nchi. Sasa kama hivyo ndivyo, kwa mfano kuna bidhaa ya drop, maji ya drop ya Zanzibar hayaruhusiwi kuingia Tanzania bara. Juzi kati tulipiga kelele kuhusiana na bidhaa ya sukari ya Zanzibar, hairuhusiwi kwenda Tanzania bara. Lakini leo hii maji ya Kandoro yanaingia kutoka Tanganyika kuja Zanzibar. Vivyo hivyo na mambo mengine. Swala hili ni lazima serikali iwe na mkakati wa kukihakikisha viwanda vya Zanzibar vinakuwa kisekta, lakini vinakuwa kwenye product na mauzo. Ngome ya vijana inashauri serikali kwenye eneo hili, ni lazima viwanda vidogo vidogo vya amani virejeshwe katika utendaji wake, vifanyiwe mkakati wa kuvihuisha, na viwanda vingine ambavyo tutaweza kuvijenga ndani ya nchi hii. Ndugu wanahabari, kwa kumalizia, bado bajeti ya Zanzibar ni ndogo sana. Bajeti ya trilioni 1 bilioni 800 ni ndogo sana. Serikali ni lazima iangalie sources zingine za mapato mpya ambazo zitaikuza bajeti yetu, na fungu kubwa kabisa lielekezwe kwenye masuala ya miradi ya maendeleo kuliko matumizi ya kawaida ya hovyo ambayo yanakuwa yanafanyika. Pili, tunaishauri serikali ni lazima ikae na wadau. Wadau ni wananchi. Kumekuwa na tabia ya viongozi kukaa huko juu wakakopi na kupesti mambo ya mwaka gani akachukuliwa yakarejeshwa. Hatuendi deep kwa ajili ya kuuliza wananchi hasa wao wana focus kwenye mambo gani. Hili halitusaidii. Tunatengeneza bajeti ambazo haziendani na mahitaji, implication yake na kuwa mbovu, na result hazipatikani zile tulizokuwa tunazitaka. Hivyo serikali ni lazima ishirikishe wadau wengi sana katika utekelezaji wa bajeti hii, lakini pia katika uandaaji wa bajeti zingine ambazo zinakuja. Tatu, tunaishauri serikali katika eneo hususan la mapato ya pamoja, serikali inatakiwa kujiamini kwenye jambo hili. Kuendelea kusema tu tuna mfuko wa pamoja wakati hatuoni kwenye application yake, hili jambo halitusaidii. Kama inashindikana kwa wao kwamba kugawa katika fedha hizi za pamoja, basi tupunguzeni baadhi ya zile sekta ambazo zinahusiana na masuala ya muungano, ili tupunguze kiasi cha kwamba kila mmoja aone namna gani anaweza kumanage kwenye eneo lake na akaweza kunufaika, ili nchi zote mbili ziende sambamba kwenye swala la maendeleo. Leo hii hakuna uwiano kabisa. Ukienda mainland unakuta kila siku nchi kuna changes zinafanyika, lakini ukija Zanzibar kila siku nchi inazidi kudidimia. Tatizo nini? Lazima serikali ikae ifanye upembuzi yakinifu na iwe tayari bila kuona shida yoyote kuona namna gani masuala ya mapato ya nchi. Suala la mapato ya nchi, hili ni suala ambalo halihitaji kubembelezana. Ni lazima lisimamiwe kimkakati, na ni lazima Zanzibar inufaike kwa rasilimali zake ambazo tumekubaliana kuzileta pamoja kwenye masuala ya muungano. Ndugu wanahabari, baada ya kuyasema hayo, tunawashukuru tena na tunawaomba mwende mkafanye kazi. Sisi na nyinyi lazima tufanye kazi kwa pamoja. Asante sana.
Shukran.